Baada ya Ukraine kushambuliwa vizuri sana na majeshi ya Urusi kule katika mji wa Sami, ambapo Urusi walilenga vile vikosi vya wanajeshi wa NATO mamluki pamoja na wale wa Ukraine ambao walikuwa wapo katika lile eneo la Sami. Tumeona rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amemla kichwa kiongozi ambaye alikuwa anasimamia upande wa Sami. Vladimir Altuk amefutwa kazi kufuatia tuhuma kwamba aliandaa hafla ya tuzo za kijeshi ambazo zililengwa katika shambulizi la kombora, ambapo ofisi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky imesema kwamba imemfukuza kazi mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa wa Sami wa Ukraine Vladimir Altuk, na hii hatua inafuatia mashambulizi ambayo yalifanywa na utawala wa kijeshi wa Urusi katika mkoa wa Sami, ambapo Altuk aliandaa hafla ya tuzo za kijeshi ambayo ililengwa katika shambulio la kombora la Urusi. Siku ya Jumatatu, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilithibitisha kwamba ilifanya mashambulizi ya usahihi siku ambayo ilitangulia kwenye mkusanyiko wa wafanyakazi ambao wanapigana katika eneo la mpaka wa Sami. Makombora mawili ya Iskander-M yalitumwa katika shambulio hilo, ambapo zaidi ya wanajeshi 60 wakuu wa Ukraine waliuawa katika shambulizi hilo. Mamlaka ya Ukraine imedai kuwa shambulio hilo lililenga sherehe za tuzo za kijeshi katika brigedia ya 117 ya ulinzi wa wilaya, ambapo maafisa waliripoti kwamba shambulizi hilo lilisababisha pia vifo vya raia zaidi ya 35 na wengine 129 kujeruhiwa. Maafisa kadhaa wa Ukraine ikiwa ni pamoja na Meya Konotop Alton Semekin tangu wakati huo wametoa wito wa kufunguliwa mashtaka kwa Altuk, wakimtuhumu kuhusika moja kwa moja na majeruhi kwa kuandaa sherehe ya tuzo licha la onyo ambalo lilikuwa limetolewa la yeye kutofanya hivyo. Altuk amethibitisha vilivyo kwamba sherehe hiyo ilifanyika siku ya shambulio hilo, lakini amekana kuhusika na tukio hilo, akizungumza kwamba yeye alialikwa lakini hakuliandaa tukio hilo. Zelensky alitia saini amri Jumanne ya kumuondoa Altuk kutoka katika nafasi yake. Taras Malchuk, mwakilishi wa baraza la mawaziri bungeni, alithibitisha hatua hiyo katika chapisho lake ambalo alilibandika kwenye ukurasa wa Telegram na kutangaza kwamba serikali imeamua kumuondoa. Moscow imesisitiza kwamba haiwezi kushambulia miundombinu ya kiraia nchini Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kwamba jeshi la Urusi litaendelea kushambulia tu lengo linalohusiana na masuala ya kijeshi. Maafisa wa Urusi wameishutumu Kiev hata hivyo kwa kuandaa matukio ya kijeshi kimakusudi katika maeneo ya kiraia. Kufuatia shambulio la Sami, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisema kituo kilicholengwa katika shambulizi hilo ilikuwa ni maofisa wa Ukraine na NATO ambao walikuwa wametumwa nchini Ukraine kama mamluki. Lavrov ameendelea kusema kwamba Kiev mara kwa mara inakiuka sheria za kimataifa kwa kuweka vifaa vya kijeshi na silaha ndani au karibu na miundombinu ya kiraia, na kwamba kumekuwa na mifano milioni ya hicho ambacho kinafanywa na Ukraine. Ifahamike, Sami ni mji mkuu wa kikanda na mji ambao upo karibu na mstari wa mbele ambao unatabiriwa kuwa na watu zaidi ya 2.5 ukiwa kilomita 25 kutoka mpaka wa Urusi, na imekuwa kitovu cha mafunzo ya Ukraine kutoka katika mkoa wa Kursk na wa Urusi kufuatia uvamizi wake ambao wa Ukraine walishindwa kutimiliza baada ya kufanya mashambulizi kwenye lile eneo la Kursk. Kwa hiyo rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ameona asimcheleweshe mwanetu, akaona bora amuondoe kabisa katika nafasi yake, kwa sababu yeye ndiyo ambaye ameleteleza wao wapigwe mpaka wachanganyikiwe, ambapo zaidi ya watu 95 walifariki dunia, ikiwemo wanajeshi wa Ukraine pamoja na NATO 60 ambao walikuwepo katika eneo hilo. Tukiwa katika maeneo hayo hayo yanayohusu Ukraine pamoja na hiyo Urusi, tunakutana na ripoti moja ambayo inamhusu Bwana Volodymyr Zelensky. Kichwa kinamvimba baada ya kuanza kudanganywa na NATO kwamba watamsaidia. Zelensky amemsuta mjumbe wa Donald Trump Bwana Steve Witkoff, akisema hana mamlaka ya kujadili masuala ya kimaeneo na Urusi,
Maneno haya yamezungumzwa na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump Steve Witkoff hana mamlaka ya kujadili masuala ya eneo kati ya Moscow pamoja na Kiev. Maneno haya ni maneno ambayo yanazungumzwa na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Hii kauli itamponza, itamtokea puani. Wa Marekani ninawajua in and out. Lazima hii kauli itamponza. Kauli hiyo inakuja wakati akijibu swali la mwandishi wa habari katika mkutano na waandishi wa habari akiwa pamoja na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kule Odessa, ambapo kiongozi wa Ukraine aliombwa kutoa maoni yake kuhusu matamshi ya hivi majuzi ya Witkoff kwamba makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine yatahusu maeneo matano. Rais wa Ukraine alisema Ukraine ni nchi huru na maeneo yote ni ya jimbo la umoja la Ukraine. Kwa hivyo ni watu wa Ukraine pekee wanaoweza kuzungumza juu ya maeneo ya jimbo letu. Kutambua mikoa yoyote ya zamani ya Ukraine kama mali ya Urusi ni mstari mwingine mwekundu, Kiev iliongeza. Kwa hiyo mwakilishi uliyemtaja anajadili masuala yaliyo nje ya uwezo wake. Anazungumza hivi Bwana Volodymyr Zelensky. Hii si mara ya kwanza kwa Zelensky kumkashifu Witkoff, ambapo mwezi uliopita kiongozi huyo alimshutumu mjumbe wa Marekani kwa kuiga simulizi za Kremlin. Wiki iliyopita Witkoff alikutana na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin katika jiji la St. Petersburg. Sehemu muhimu ya makubaliano yoyote ya amani italazimika kuhusishwa kutambuliwa kwa Crimea, Jamhuri ya Watu wa Donetsk, Lugansk pamoja na mikoa ya Kherson na Zaporizhia kama sehemu ya Urusi, alizungumza Witkoff, na huu ndio ukweli ambao wa Ukraine wanatakiwa kuuelewa. Ifahamike Crimea ilijiunga na Urusi mnamo mwaka 2014 wakati mikoa mingine iliongezwa nchini Urusi mwaka 2022. Ingawa masuala mengi magumu zaidi yanahitaji kutatuliwa, mazungumzo yanaweza kuwa kwenye kilele cha jambo muhimu sana kwa ulimwengu kwa ujumla, alizungumza Bwana Steve Witkoff. Moscow imesisitiza hapo awali kwamba imekuwa tayari kwa mazungumzo ya amani mradi makubaliano yoyote yatashughulikia sababu kuu za mzozo. Urusi inashikilia kuwa Ukraine inahitaji kuondoa wanajeshi, kukanusha pamoja na kudumisha kutoegemea upande wowote na kukaa nje ya muungano wa NATO, lakini pia kutambua maeneo halisi ambayo yamechukuliwa na Urusi. Msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov amekataa kutoa maelezo juu ya kile ambacho kimejadiliwa na mjumbe wa Marekani siku ya Ijumaa, lakini amebainisha kwamba Moscow inathamini mazungumzo ya kujenga na makubwa na Washington. Urusi ina nia ya kisiasa ya kusonga mbele kuelekea makubaliano ya amani, aliongeza akizungumza na wanahabari huyo Bwana Dmitry Peskov wakati akizungumza na wanataaluma ya kihabari. Sasa naomba hapa niwawekee hii nukta ambayo nimewaambia rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky sasa hivi wameanza kumshikilia tena kichwa chake. Si yeye tena ambaye anamiliki kichwa, ila yeye ambacho anamiliki ni fuvu la kichwa, kiasi kwamba sasa hivi ameanza kurudi kule ambako alitokea zamani, ambapo kwa namna fulani alikuwa ameanza kujiondoa. Katibu mkuu wa NATO yule Bwana Mark Rutte of course alitembelea nchini Ukraine, na moja kati ya eneo ambalo alitembelea ni pamoja na lile eneo la Odessa. Sasa alipofika huko walikuwa na mwenyeji wake rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, ambapo naye amemjaza rais wa Ukraine, amemjaza kichwa, kamjaza mauongo, kiasi kwamba sasa Ukraine inaweza ikajikuta inarudi tena kule kule ambapo ilikuwa inapigika mpaka inaomba maji. Sasa baada ya kukutana Zelensky pamoja na huyo Mark Rutte, ni kwamba NATO ilitoa statement ya pamoja kwa vyombo vya habari ambayo ilitolewa na katibu mkuu wa NATO akiwa na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky kule Odessa, ambapo utaratibu wetu uko pale pale. Tunaisoma hii hotuba kwa lugha ya Kiswahili licha ya ukweli kwamba iliandikwa katika lugha za kigeni. Hotuba hiyo ilianza kwa kusema, mpendwa Zelensky, ni muhimu kwangu kusimama karibu nawe leo huku Odessa, jiji ambalo limekuwa likishambuliwa mara kwa mara katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Wikendi hii tu Urusi ilishambulia majengo ya makazi na hospitali hapa na droni za kamikaze. Leo sote wawili tumetembelea hospitali ambazo nilizungumza na baadhi ya watu ambao wamejeruhiwa katika vita. Siku mbili tu zilizopita huko Sami juu ya Jumapili, Palm, siku takatifu ya matawi katika kalenda ya Kikristo, makombora mawili ya Urusi ballistic yaliua zaidi ya raia 30, wanaume pamoja na wanawake na watoto.
Zaidi ya 100 wamejeruhiwa, wengi sana. Hii ni jambo la kuudhi. Niseme ni sehemu ya mtindo mbaya wa Urusi kushambulia malengo ya raia na miundombinu kote Ukraine. Hata mamia ya hospitali na wafanyakazi wa matibabu wamelengwa katika mashambulizi kwa miaka iliyopita. Niko hapa leo kwa sababu ninaamini watu wa Ukraine wanastahili amani ya kweli, usalama na usalama wa kweli katika nchi yao, katika nyumba zao. Moyo wangu unawaendea watu wa Ukraine, wale waliopoteza wapendwa wao katika mashambulizi ya hivi majuzi, na wengi zaidi ya miaka wale ambao wamejeruhiwa au kupoteza makazi yao au ndoto zao zilikatishwa na vita hivi visivyokuwa na haki na ni vita haramu. Kwa hivyo niko hapa na wewe leo, Volodymyr mpendwa, ili kukuthibitishia wewe na watu wa Ukraine ujumbe huu rahisi: NATO inasimama na Ukraine. Wewe na mimi tunajua kuwa hii imekuwa kweli wakati wote. Najua pia kuwa wengine wameita msaada wa NATO katika miezi michache iliyopita, lakini kusiwe na shaka, msaada wetu hautayumba. NATO inaendelea kutoa usaidizi wa kisiasa na vitendo kwa Ukraine kwa kutoa usaidizi wa usalama na mafunzo kupitia amri yetu huko Wiesbaden, na tunafanya kazi kwa karibu huko Kiev na Brussels. Zaidi ya hayo, katika miezi mitatu ya kwanza 2025, washirika wa NATO tayari wameahidi zaidi ya euro bilioni 20 kama msaada wa usalama kwa Ukraine mwaka huu. Ahadi yetu iko wazi na ni thabiti. Tuliona michango zaidi kama ulivyosema, kama sehemu kutoka kwa washirika wakati wa mkutano wa hivi karibuni wa kule Ramstein ambao ulifanyika Brussels siku ya Ijumaa. Usaidizi wetu kwa Ukraine umeundwa ili kuhakikisha kuwa nchi yako ni imara na inayojitawala, inaweza kutetea leo na kuzuia uchokozi wowote wa siku zijazo. Yote haya ili kuimarisha juhudi za kuelekea amani ya haki pamoja na amani ya kudumu. Hakika leo tumezungumza tena kuhusu mazungumzo muhimu ambayo Rais Trump anaongoza na Ukraine pamoja na Urusi kujaribu kumaliza vita na kupata amani ya kudumu. Majadiliano haya si rahisi, si haba kutokana na ghasia hizi za kutisha, lakini sote tunaunga mkono msukumo wa Rais Trump wa kuleta amani. Anahitimisha kwa kusema washirika wengine, ikiwa ni pamoja na juhudi zinazoongozwa na Ufaransa na Uingereza, wako tayari na wanaweza kubeba jukumu zaidi katika kusaidia kupata amani wakati utakapofikia. Basi niseme tena, kwa watu wa Ukraine, tunasimama na ninyi na tarajia siku ambayo wanaume na wanawake wenye ujasiri wa nchi hii ya ajabu wanaweza kufurahia uhuru wao bila uoga. Kwa hivyo, mpendwa Volodymyr, asante kwa kunialika hapa leo. Ninashukuru kwa uongozi wako, kwa urafiki wetu na kwa ushirikiano wetu unaoendelea. Utukufu kwa Ukraine. Maneno haya hayatoki katika kinywa changu, bali yanatoka katika kinywa cha Mark Rutte, ambaye huyu ni katibu mkuu wa ile NATO, wakati akizungumza akiwa pale nchini Ukraine kwenye huo mji wa Odessa. By the way, ni kwamba magharibi sasa hivi the good thing ambao ninaona wanakifanya kule nchini Ukraine, wanahakikisha wanafanya kila linalowezekana kwenda kujitafutia minyama, kwenda kutafuta maeneo ambayo wanaweza wakayachukua katika nyakati hizi ambazo tumeona Ukraine, tumeona Marekani wameonyesha nafasi ya kuchukua maeneo baadhi pale nchini Ukraine. Kwa hiyo kila mtu sasa hivi anaenda kuchukua kipande chake pale nchini Ukraine, halafu anaenda kwa mgongo wa kutaka kutoa usaidizi. Sasa baada ya hicho hotuba Mark Rutte, rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky, kama kawa kupitia katika mtandao wake wa X na Telegram na mitandao mingine, aliandika, leo tumekutana na Mark Rutte ambaye yupo Ukraine. Tumejadili usalama wa Ukraine, Ulaya yetu nzima na eneo la Euro Atlantic, pamoja na uhusiano wa mashariki na washirika wetu wote katika Ulaya na Amerika. Lengo kuu lilikuwa ni katika kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine kabisa. Kila mtu anaona jinsi mahitaji ya haraka ya Ukraine kwa mifumo ya ulinzi wa anga na makombora kwa ajili yao. Tunategemea utekelezaji wa makubaliano yetu kuhusu ulinzi wa anga na washirika wa Ulaya na Marekani. Mifumo ya wazalendo ni silaha za kujihami na hatuwaulizi wazalendo pekee, tuko tayari kuzinunua. Hili ni swala la kisiasa kabisa. Mifumo inapatikana ulimwenguni, makombora ya wazalendo pia yanapatikana, na ikiwa tutakuwa na ulinzi wa kutosha dhidi ya mashambulio ya kijeshi ya Urusi, inategemea kabisa maamuzi haya ya kisiasa. Ninashukuru kwa kila kiongozi asiyefumbia macho ukweli kwamba amani ya kudumu inaweza kupatikana kwa dhamira. Ninashukuru kwa Mark Rutte na usaidizi wa NATO usioyumba kwa Ukraine.
tangu siku za mwanzo za operation ya Urusi nchini Ukraine. Kwa hiyo hili ndilo ambalo linaendelea huko, ndugu zangu, familia, damu yangu, mjue kabisa kwamba mambo yanabadilika kila uchao. Waliokuwa wanaonesha kwamba wanaisupport Ukraine deep down, yani wako tayari kufa kwa sababu ya Ukraine, wa Marekani wenyewe ndio hao wamefyata mkia. Sasa hivi ambao wanaanza kujiingiza kwenye yako kamzozo ni hao NATO, lakini na wenyewe wanaweza kukutana na burudani ya aina yake. Picha linaanza, watu wao sio chini ya 30 wameuawa pale Sami. Tunasubiri tuone kama wanaweza kapanua kwapa au vyovyote vile. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.